Nikiripoti kutokea ukumbi wa Karimjee jijini Dar es Salaam, Emmanuel Pohi, ni Skeo Television, ambapo ni ripoti ya waziri wa nchi ofisi makamu wa rais Mheshimiwa Mhandisi Hamad Yusuf Masauni akizungumza wakati akifungua kongamano la kumbukizi ya miaka 54 ya kifo cha hayati Sheikh Abeid Amani Karume katika ukumbi wa Karimjee jijini Dar es Salaam leo Aprili 6 ya mwaka 2026. Mheshimiwa Masauni anasema kwamba kipindi cha uongozi wa Sheikh Abeid Amani Karume kilikuwa cha ujenzi wa misingi imara ya muungano upande wa serikali ya Jamhuri ya Muungano na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, na vile vile upande wa wananchi wa pande zote mbili za muungano. Jina langu ni Emmanuel Pona, hii ni Skeo Television. Mheshimiwa mgeni rasmi, ukumbi huu umebeba historia muhimu na azimu ya muungano, ambapo tarehe 27 Aprili mwaka 1964 Sheikh Abeid Amani Karume aliapishwa kuwa makamu wa kwanza wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndani ya ukumbi huu. Mzee Karume na Mwalimu Nyerere wao walikuja kuhitimisha tu kile ambacho Watanzania wenyewe tayari walikwisha kukianzisha. Kwanza kitu kikubwa ambacho cha kujifunza kwa Mzee Karume, alikuwa ni mwana majumui wa Afrika, ni muumini sana wa umoja wa Afrika na bara la Afrika, na inatambua jinsi ambavyo Mzee Karume katika harakati za ukombozi kabla hata ya mapinduzi ya Zanzibar na hata kabla ya uhuru wa Tanzania bara, kuna harakati nyingi ambazo Mheshimiwa marehemu Mzee Karume alizifanya kupitia harakati za kisiasa, harakati za kijamii ambazo zililenga katika kuhakikisha kwamba zinamkumbua Mwafrika kwenye makucha ya ukandamizaji, ya unyonyaji dhidi ya ukoloni. Kwa hiyo tunapozungumzia muungano baada ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar, ni mwendelezo wa dhamira na njema ya Mzee Abeid Karume na waasisi wengine wa muungano kama Mwalimu Nyerere, uliotokana na dhamira yao ya dhati na utashi wao kuhusu umuhimu wa umoja katika bara la Afrika. Kwa hilo ni jambo miongoni mwa mambo muhimu sana ambayo ni lazima tuendelee kumwenzi na kumkumbuka Mzee Karume kwangu. Lakini pia Mzee Karume ni mwana mapinduzi, na mtakumbuka kwamba kupitia chama cha Afro Shirazi Party ambacho ndio tukisimamia chini ya uongozi wake mapinduzi ya Zanzibar, tumeweza kuondosha unyonyaji na ukandamizaji dhidi ya utawala wa kisultani Zanzibar. Ulifanyika kutoka mapinduzi yalifanyika mwaka 64 Januari tarehe 12, lakini hilo halikuishia hapo. Mapinduzi yake yalijikita zaidi katika kuleta mabadiliko ya maisha ya watu, na nimeshuhudia kwamba misingi mingi ya maendeleo ya Zanzibar yaliyolenga kumtoa mwananchi wa Zanzibar kutoka katika hali ya unyonge, ikiwemo nimezungumzia masuala ya elimu, ambapo fursa za elimu zilikuwa zinakosekana katika kipindi cha nyuma kwa wanyonge wengi wa Kiafrika walikuwa Zanzibar. Makazi bora, tumeshuhudia ujenzi wa nyumba za makazi ya kisasa wakati baada ya mapinduzi, umiliki wa ardhi. Tumeshuhudia jinsi ambavyo watu wengi ambao walikuwa manamba, ambao walikuwa hawapati fursa ya kumiliki ardhi, badala yake ardhi ilikuwa ikimilikiwa na mabwanyenye wachache, wao wakitumika kama watumwa kwenye ardhi hizo, wakimilikishwa ekari 3. Tumeshuhudia masuala ya matibabu bure, masuala ya elimu bure na mengine mengi ya kimapinduzi yanayomletea maendeleo mwananchi wa kawaida, aliyasimamia kwa vitendo, na ndio misingi yake tunayoshuhudia mpaka leo hii.